wanazuoni wa tarbia wametuwekea kadhalika uslubu unaitwa at-targhib bilghain wa at-tarhib bilha. Tofauti ya matamshi haya mawili ni ghain na ha, harfu moja peke yake. Na maana ya targhib ni kujenga tarbia kupitia kwa kumvutia yule unayezungumza naye, ili yale ambayo unayomwambia ayakubali kwa haraka na ayapende kuyatekeleza. Kinyume chake ni tarhib, na tarhib maana yake ni kumpa aina fulani ya tahadhari au onyo au kitisho yule ambaye unataka kumjengea masaili ya tarbia. Kwa hiyo matamshi haya mawili wanazuoni mara nyingi wanayataja kwa pamoja, na kwa sababu ya kutajwa kwa pamoja ni kwamba hii uslubu huu kwa kawaida unatakiwa kutekelezwa kadhalika kwa pamoja, kwa maana ya kwamba Muislamu ambaye anapitia katika uslubu huu wa at-targhib wa tarhib asiangalie peke yake upande wa targhib akasahau tarhib, na asiangalie peke yake upande wa tarhib akasahau targhib. Ndio maana yanakwenda kwa pamoja, na huu ni uslub kadhalika ambao umetumiwa sana na salafu salih ridwanullahi ta'ala alayhi katika simamisha tarbia katika jamii zao za Kiislamu. Wema waliopita mina sahabati wa tabi'in walikuwa kadhalika miongoni mwa asalibi zao za tarbia, walikuwa wakitumia sana uslubu wa at-targhib wa tarhib. Mathalan, tukianza na upande wa targhib, tunasoma katika sahih Muslim min hadithi ar-Rubayya binti Muawidh kwamba anasema ilipokuwa mwanzo wa Uislamu bado haijaja faradhi ya mwezi wa Ramadhan, kabla ya fardh ya siyam Ramadhan kule nyuma kulikuwa na baadhi ya masiku watu wakifunga ala sabili alwujub, nayo ni kama siku ya Ashura mwanzo kabla haijaja fardh ya Ramadhan. Kwa hivyo siku zile ilikuwa watu wakifunga Ashura ala sabili alwujubi walfardhiyya. Asema binti Muawidh radhiyallahu anha, sahabiyya, asema kunna nasumu, tulikuwa tukifunga siku hizi, wa nusawwimu sibyanana, na ilikuwa tukiwaamrisha vijana watoto wetu, vijana wetu wadogo kadhalika kuifunga siku ya Ashura, kwa sababu ilikuwa ni fardhi. Kama ingelikuwa ni sunna wasingewalazimisha watoto wao kuifunga, lakini kwa sababu ilikuwa Ashura fi awwal alislam fardhan, kisha baadaye ikaja kutiba alaykumus siyam kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun ayaman ma'dudat, shahru Ramadhan ikawa fardhi. Kwa hivyo zile siku ambazo zilikuwa ni fardhi kuifunga zikafanywa nasakh, zikafutwa. Kwa hivyo siku ile ilikuwa Ashura ni fardhi. Sahaba walikuwa hawafungi peke yao, bali walikuwa wakadhalika wakiwafundisha watoto wao majaribio ya kufunga siku ya Ashura. Maana yake ni kwamba kadhalika ilipoingia mwezi wa Ramadhani ikawa vile vile wanaendelea katika baadhi ya masiku kuwahimiza watoto wao kufunga Ramadhani. Lakini kwa sababu siyam na watoto wadogo bado hawajaingia katika umri wa taklif, ikabidi kuhitajike namna ya targhib, ikabidi kutafute uslub wa kuwavutia wale watoto katika kuingia katika kufunga, ibada ya kufunga. Anasema fakunna nuqaddimu lahum al-lu'ba, ilikawa tutawapa watoto wale wakisikia njaa, kuanza kulalamika na njaa imeanza kuwakaba, basi tuwapa baadhi ya michezo kucheza ili tuwasahulishe na ile njaa. Huu ni uslubu wa targhib walikuwa wanaifanya salafu salih ridwanullahi ta'ala alayhim ya sahaba, ili kujenga mazoea na uzoefu wa siyam kwa watoto wao, wazoee wakifika hadd albulugh tayari watakuwa wameingia katika system na mfumo na nidhamu ya kufunga, kutakuwa hakuna matatizo. Kadhalika katika kuhimiza fi talab alilm, mfano min at-tabi'in Ibrahim ibn Adham asema qala abi, babangu alikuwa akiniambia utlub alhadith, nenda katafute kusoma hadith za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kisha kawa yamwambia kullama hafidhta hadithan a'taytuka dirhaman. Babake Ibrahim ibn Adham amwambia nenda katafute hadith za Mtume sallallahu alaihi wasallam, nenda
tafute majalis ya hadith miskitini na wapo, ukisikia majlis ya hadith nenda ukakae ukasome hadith. Kila hadithin tahfadhu, kila hadithi ukihifadhi ukaisikia ukahifadhi, falaka dirham, takupa dirham moja. Asema Ibrahim ibn Adham rahmatullahi ta'ala alayhi, asema wa ala hadha talabna alhadith, kupitia kwa mfumo huu tukasoma hadithi nyingi za Mtume sallallahu alaihi wasallam na tukazihifadhi. Na huu ni mfano mwingine mzuri wa salafu salih katika kutuonesha namna na mbinu za kutumia uslubu wa at-targhib. Targhib maana yake ni kutumia mbinu ya kumvutia yule ambaye unamsomea katika tarbia. Aweza kuwa ni mtoto, aweza kuwa ni mke, ukamwambia kila ukifanya jambo fulani takupa kitu fulani, kila ukifanya jambo fulani. Hadha uslubu min asalibi tarbiya yusamma tarbiya bil wa'd, ni tarbia kwa kumwahidi mtu kwamba atakupa jambo fulani. Kadhalika katika mambo ya targhib, ili tusidhani kwamba targhib lazima iwe ni bil madiyat. Targhib haiwi lazima kuwe kuna madiyat, kuna jambo la mali ambalo unampa yule unamsomea katika tarbia. Kama hivi babake Ibrahim ibn Adham amwambia mwanawe Ibrahim, amwambia soma hadith, kila hadithi moja ukihifadhi a'taituka dirhaman. Si lazima an yakuna bil madiyat, qad yakunu al wa'du bil ma'nawiyat. Yaweza kuwa ahadi ni jambo la maanawi mithil madha, kama vile mfano wa alivyomwambia Umar ibn Abdul Aziz rahmatullahi ta'ala alayhi, mwalimu wa mtoto wake, muaddib wa mtoto wake, akamwambia hafidhhu juz'an min alquran, hifadhisha juzuu ya Qur'an. Kullama intaha min juz'in, kila kimaliza juzuu ya Qur'an, da'uhu yakhruj wa ya'khudhu ma'ahu alqawsa wan nabl, mwache atoke na wewe utoke naye, kisha achukue mshale na uta na mishale, ende akafanya majaribio ya kurusha mishale katika na uta wake, ili ajifundishe na aingie katika arimaya, kazi ya kurusha mishale, ambayo ni miongoni mwa kazi za furusia zinazohimizwa katika Uislamu, li'annahu yu'in fil jihad fi sabilillah. Tunaona katika mfano huu kwamba hii ni targhib bimadha, billahu almubah, binaw'in min lahu, lakini ni lahu ambayo ni mubah, na sio mubah peke yake, bali ni lahu ambayo inachangia katika miongoni mwa mambo yanayosaidia katika aljihad fi sabilillah. Lakini si lazima iwe birimaya au bilfurusia katika mambo ya kujifundisha kupanda farasi na mengineyo. Inaweza kuwa bi ayi lahu mubah, ikawa yule muaddib au murabbi akatumia uslubu wote ambao anajua mtoto huyu nikimwahidi kwamba fanya jambo fulani, alafu tutakwenda katika mchezo fulani mzuri, tutacheza kitu fulani kizuri, tutakuwa katika shughuli fulani, na mtoto jambo hili analifurahia na analipenda, ile inakuwa ni uslubu miongoni mwa asalibi tarbia. Alhasil ikhwani ni kwamba kuna mbinu nyingi za targhib ambazo Muislamu aweza kuzitumia, baba nyumbani au mume, katika kuhimiza watu wake nyumbani kujenga tarbia na kuwahimiza kutekeleza mambo mazuri na mambo mema ya taat, akatumia wasaili au mbinu kama hizi ambazo salafu salih walikuwa wakizitumia. Miongoni mwa mambo ya targhib kadhalika, kando na haya ambayo tumeyataja, ni at-targhib bithana'il hasan. Kadhalika katika targhib ni kumpongeza yule ambaye amefanya jambo zuri. Wewe kama baba nyumbani, mwanao amefanya jambo zuri, inatoshea peke yake kumwambia ahsante, inatoshea kumwambia barakallahu fiki, na hii ni dua. Kadhalika ni uslubu mwingine, bidua aljamil, bidua alhasan lahu, kumwombea, na hivi alivyokuwa akifanya Mtume sallallahu alayhi wasallam. Siku ile Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma alilala nyumba ya Mtume sallallahu alayhi wasallam. Alipoamka usiku, Mtume wetu alayhi salatu wasalam akakuta kuwa maji yake ya kujitayarisha kutawadha ili ajiandae na kuingia katika ibada ya qiyamul layl na salatul layl, akawa Abdullah ibn Abbas tayari ashayandaa. Mtume akiingia katika kutekeleza haja yake, akaona maji yako tayari yameandaliwa, akauliza man faala hadha, akaambiwa hadha alghulam, ni huyo kijana mdogo Abdullah ibn Abbas. Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwombea dua, akamwambia Allahumma faqihhu fi din, Allahumma faqihhu fi din, fi baadhi riwayat ziyada wa'allimhu at-ta'wil.
ya Rabbi, mpe fikhi kijana huyu katika dini, awe ana ufahamu katika dini, awe anaelewa hukumu za Kiislamu, ana akili ya kuelewa masaili ya Uislamu na hukumu za Kiislamu. Na kwa kuwa hii ni baraka ya dua ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, wa huwa duaun maqbul, Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma akawa min kibari ulama sahaba, akawa ni katika ulama wakubwa wa sahabatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu katika majlis yake alikuwa Abdullah ibn Abbas hakosi, majlis ambayo inakaa ndani yake kibar alqaum, wale watu wakubwa katika umri, min amthal Uthman bin Affan, min amthali Abdurrahman ibn Auf wa ghairihim, watu ambao umri wao ulikuwa ni mkubwa, wametangulia katika fil a'mar. Lakin مع هؤلاء القوم الكبار في السن كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يجمع معهم عبد الله بن عباس بفضل علمه. hata siku moja ikawa jamaa kama ambayo wamehisi kwamba kuna jambo, mbona Umar ibn al-Khattab saa zote yuatuletea huyu kijana, lakini kwa sababu ya haiba ya Umar na heshima waliokuwa nayo na Umar ibn al-Khattab ma sarahu, hawakumwambia Umar waziwazi, mbona huyu kijana wamleta na sisi saa zote, na sisi pia tuna watoto wetu, mbona tuwaleti? Sasa Umar bin Khattab radhiallahu anhu kwa fiqhi yake na busara na hikma akataka kuwaonesha fadhila ya kijana huyu, akawapa mtihani sahabatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wale wakubwa, akawauliza ma qaulukum fi qawli ta'ala idha jaa nasrullahi wal fath wa ra'aita an-nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaj, mnasemaje kuhusu hii sura? Sahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam wale waliokuwa wakikaa na Umar, wale wakubwa, wakamwambia ya khalifa ta Rasulillah, sisi tunaona kwamba hii ni bishara nzuri kwa Mtume alayhi salatu wasalam, albishara bin nasr wa alfath min Allah azza wa jalla wal izza. Hii ni sura ambayo imekuja kumpa Mtume bishara ya kwamba kutakuwa na nusra, kutakuwa na izza, kutakuwa na fathi, kutakuwa na ufunguzi wa Uislamu, na Waislamu wataweza kufungukiwa na dini kusongea mbele. Baada ya hapo Umar bin Khattab nadhara ila Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma, akamwambia hakadha taqulu ya Abdullah, hivi ndivyo unavyoona Abdullah ibn Abbas? Akamwambia la, sivyo hivyo ninavyoona tafsiri ya hii sura. Haya, unaonaje? Akasema hadhihi sura i'lam biqurbi ajali nabii sallallahu alaihi wasallam, hii sura ni ilani ya kumpa Mtume sallallahu alaihi wasallam ya kwamba wakati wake wa kuondoka tayari umefika, umekurubia. Akamwambia Umar bin Khattab ma a'lamu anha ghaira ma qult, na mimi sijui kuhusu sura hii isipokuwa haya uliyosema. Sasa akatumia Umar ibn Khattab hikma hii na busara hii kuwabainishia sahabatu Rasulillah fadla ilmi Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhu, akawathibitishia kwamba mimi namuingiza huyu kijana si kwa sababu tu kwamba nimependa kumuingiza nikawacha vijana wengine, la, ni kwa sababu huyu ni kijana ambaye amebeba ilmu na amepewa ilmu na Allah subhanahu wa ta'ala. Na hii yote narudi katika baraka ya dua an-nabii sallallahu alayhi wasallam siku ile alipomwombea kumwambia Allahumma faqihu fi din. Kwa hivyo ikhwani, ile dua pekee yake kadhalika ni uslubun min asalibi at-targhib, au ni moja katika mambo ambayo kadhalika inamfanya yule kijana ambaye tumempa kazi au tumtaka atekeleze ibada min al-ibadat wal qurba min al-qurbat, tumwombea dua, tunamfanyia thanaa al-hasan. Kuna mambo haya mengi ambayo wewe mwenyewe unaweza kuchagua kulingana na busara na hikma yako, ma huwa al-munasib min baini hadhihi al-umur al-madhkura. Lakini si lazima mali kama tulivyosema, unaweza kutumia Allahu al-mubah, kumwambia ukifanya jambo fulani, ukihifadhi juzuu moja nitakupa kitu fulani, au tutakwenda pala fulani kutembea, au nitakupa ruhusa utakwenda pala fulani kucheza na wenzio, Allahu al-mubah, na mambo mengine kama haya ambayo tunajua na wewe mwenyewe kama mzazi unajua kwamba jambo hili linamfurahisha mwanao na linampa min al-irtiyah wa tumanina. Hii yote ni mifano ikhwani ambayo salafu salih ridwanullahi ta'ala alayhim wametuwekea ili tusome kutoka kwao
hizi mbinu za kujenga katika tarbia upande wa targhib.